Karibu sana katika simulizi kumuhusu sahaba Saad bin Abi Waqas, mmoja wa maswahaba waliobashiriwa pepo wakiwa uangali hai. Saad bin Abi Waqas ni moja kati ya majina makubwa kabisa katika historia ya Uislamu. Alikuwa shujaa, mcha Mungu, mwenye dua inayokubaliwa na mmoja wa watu waliobeba bendera ya Uislamu hadi ikafika mbali sana. Huyu ndiye aliyefungua milango ya Uajemi na kuuangusha ufalme mkubwa wa Kiuajemi, lakini kabla ya kuwa jemedari alikuwa kijana mwaminifu aliyesimama imara katika haki. Jina lake kamili ni Saad bin Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Kilab al-Quraishi az-Zuhri. Alitokana na kabila Quraishi, ukoo wa Bani Zuhra, ukoo huo ambao alitoka mama wa Mtume Bi Amina bint Wahbi. Hivyo Saad alikuwa ndugu wa ukoo wa Mtume kwa upande wa mama. Mama yake aliitwa Khamnatu binti Sufyan bin Umayya. Baba yake alikuwa Malik bin Uhaib anayejulikana zaidi kama Abu Waqasi, ndipo Saad akaitwa Ibnu Abi Waqas. Alizaliwa katika mji mtakatifu wa Makka mwaka 595 miladia, yani karibu miaka 7 kabla ya Mtume Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake, kupewa utume. Alipokuwa Kiislamu alikuwa kijana mdogo wa umri takriban miaka 17. Saad alikuwa miongoni mwa watu wa mwanzo kuingia katika nuru ya Uislamu. Wengine wanasema alikuwa wa 7, wengine wanasema alikuwa wa 3 katika orodha ya wanaume walioitikia Uislamu mapema. Alislimu kwa sababu ya dawa ya Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Alisema, nilikaa siku 7 nami nilikuwa theluthi ya Uislamu, yani katika siku za mwanzo kabisa idadi ya Uislamu ilipokuwa ndogo mno, yeye alikuwa ni miongoni mwao. Mama yake alipogundua kuwa mwanawe Saad ameingia katika nuru ya Uislamu, alichukia na kukasirika sana. Akaapa hawezi kula, hatokula wala kunywa mpaka Saad auache Uislamu, arejee katika dini yao. Saad alimwambia kwa uthabiti mkubwa, ewe mama, lau ungalikuwa na roho 100 na kila roho ikatoka moja baada nyingine, nisingeuacha Uislamu. Ndipo pale zikateremka aya za Suratul Ankabut na pia mafunzo Suratul Luqman kuhusu kutowatii wazazi katika kumwasi Allah huku ukiwatendea wema. Saad alikuwa na nafasi ya pekee sana kwa Mtume Muhammad. Ni mmoja wa watu wachache ambao Mtume aliwahi kuambia, piga mshale ewe Saad, baba yangu na mama yangu wawe fidia kwako. Hii ilikuwa ni heshima kubwa isiyo ya kawaida. Si kila swahaba aliambiwa maneno hayo. Pia Mtume aliwahi kumwombea, ewe Allah, ipokee dua yake na uielekeze mishale yake. Ndiyo maana Saad alijulikana kuwa na dua mustajabu, yani dua zilizokuwa zikijibiwa. Alikuwa mpiga mishale wa kwanza katika Uislamu, ndiye aliyerusha mshale wa kwanza katika njia ya Allah. Alishiriki vita vyote vikubwa pamoja na Mtume Muhammadin, isipokuwa vile ambavyo hakuwepo kwa udhuru maalum. Alikuwa mmoja wa makamanda wakuu wa jeshi la Kiislamu. Ni yeye aliongoza Uislamu katika vita vya Al-Qadisiyah, vita vilivyoangusha himaya ya Uajemi. Saad bin Abi Waqas alikuwa na marafiki zake wa karibu. Miongoni mwao walikuwa ni Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, Umar bin Khattab radhiallahu anhu, Uthman bin Affan radhiallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiallahu anhu na Talha bin Zubair radhiallahu anhu. Alikuwa sehemu ya kundi la mashujaa na washauri wakuu wa umma. Saad alioa na Allah akambariki watoto wengi. Inatajwa alikuwa na watoto zaidi ya 30, waume kwa wanawake. Miongoni mwa watoto wake mashuhuri na Umar bin Saad, Mus'ab bin Saad, Amir bin Saad na Muhammad bin Saad. Mwanawe Mus'ab ndiye aliyepokea na kusimulia hadithi nyingi kumuhusu baba yake. Katika dini ya Uislamu, Saad bin Abi Waqas alikuwa na nafasi kubwa sana. Alikuwa ni mmoja wa watu 6 ambao Khalifa Umar aliwateua katika shura ya kumchagua khalifa atakayekuja baada yake. Lakini pia alikuwa ni mmoja wa makamanda wakubwa wa ufunguzi wa ardhi za Kiislamu. Alijiepusha na fitna zilizotokea baina ya maswahaba baada ya kuuawa kwa Uthman, fitna ambayo ilihusisha maswahaba, ambapo kulikuwa na kundi la Ali bin Abi Talib na kundi la Muawiya pamoja na mama Aisha. Saad yeye hakuwa na upande, badala yake alitamka wazi, sitapigana mpaka mniletee upanga wenye macho mawili, jicho moja litambue muumini na jingine kafiri. Saad alikuwa ni miongoni mwa mmoja wa maswahaba 10 waliobashiriwa pepo. Mtume alimtaja wazi wazi miongoni mwao. Saad bin Abi Waqas alifariki mwaka 55 Hijria, ingawaje baadhi ya maulama wa tarehe wapo pia walioandika alifariki mwaka 54 Hijria akiwa na umri wa takriban miaka 80. Alifariki katika eneo la Al-Aqiq karibu na mji wa Madina. Mwili wake ulipelekwa Madina na kusaliwa katika msikiti wa Mtume. Marwan bin al-Hakim alikuwa gavana wa Madina wakati huo, ndiye aliyeswalisha na kuongoza swala ya kuswalia janaiz lake. Kisha alizikwa katika makaburi ya Al-Baqi. Anajulikana kuwa alikuwa ndiye sahaba wa mwisho kufariki miongoni mwa wale maswahaba 10 waliobashiriwa pepo.
Dua zake zilikuwa maarufu kwa kujibiwa. Hakushiriki katika fitna za kisiasa. Alikuwa tajiri lakini mnyenyekevu. Alipenda sana kujiepusha na migogoro. Alikuwa ni miongoni mwa walinzi wa kwanza wa Mtume. Saad bin Abi Waqqas anatufundisha kuwa kusimama imara katika haki hata kama wazazi watapinga, kutumia vipaji vyetu katika kuitumikia dini, kuepuka fitna na migogoro ya umma, kuwa na ikhlasi, kwani ushindi wa kweli hutoka kwa Allah. Hakika huyo ndio Saad bin Abi Waqqas. Hakuwa shujaa wa vita tu, bali pia shujaa wa imani, sobra na busara. Jina lake limeandikwa kwa wino wa dhahabu katika kurasa za historia ya Uislamu. Asante kwa kuwa nami. Ndimi mwana wa Maalim Mashi. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.